Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, nikikwambia kwamba kuna masiku 10 ambayo yanakuja mbele yetu. Masiku hayo 10 ni masiku ambayo yalikuwa bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye atakayetenda matendo yalikuwa mema ndani ya masiku hayo 10 ambayo yanakuja mbele yetu, basi huyo matendo yake mema yatakuwa yanapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa anapendwa mno kushinda yule ambaye alitoa mali yake kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama kushinda yule ambaye alikwenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema katika miongoni mwa hadithi zake pindi ambapo alipoambia masahaba zake radhiallahu anhu, ma min ayamin amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min 10 dhilhijja. Akawaambia kwamba hamna katika masiku ambayo matendo mema huyu mwanadamu akiyafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo hayo yakawa ni matendo ambayo yenye kupendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala, kama matendo ambayo yatakayofanywa ndani ya siku hizi 10, akimaanisha matendo mema ambayo yatakayofanywa ndani ya siku hizo 10. Na masahaba radhiallahu anhu wakamuuliza, je, ya Rasulullah, hata jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, tendo hilo haliwi lenye kupendwa mno kama vile yule ambaye atakayetenda matendo mema hayo ndani ya siku hizi 10 za Dhulhijja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, isipokuwa kwa yule ambaye atakayetoa mali yake na maisha yake na kwenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nyuma yake hamna ambacho kitakachorudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba mali yake na uhai wake vyote hivyo vimeenda kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio ambaye atakayekuwa bora na matendo hayo yake atakayokuwa yanapendwa zaidi kushinda hayo matendo mema ambayo yatakayofanyika ndani ya siku hizo 10 za Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza hayo ili tupate kufahamu utukufu na ubora uliokuwemo ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Na tunahitajika sisi kuangalia masiku haya 10 kuwa ni masiku ambayo yalikuwa special mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mbali ya hayo kutake advantage ya hizi opportunities ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, ama hizi fursa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia katika maisha yetu. Na kwa nini masiku haya 10 yamekuwa ni bora ama yamekuwa ni matukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana ya kwamba yana utukufu fulani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wametueleza ya kwamba ukiangalia ndani ya masiku haya 10, matendo makubwa ya ibada yote yamekusanyika katika sehemu moja. Ukiangalia kuna kufunga, kuna kutoa sadaka, kuna kufanya dhikr, kuna kufanya ibada ya haji, kuna kuchinja wanyama, yote haya yamekusanyika katika siku hizo 10. Maana yake ya kwamba ni masiku ambayo yana utukufu na yamekusanya ibada mbalimbali katika sehemu moja. Huwezi ukapata siku zingine zozote katika mwaka ambazo ibada hizi zote zimekusanyika katika sehemu moja. Subhanallah. Na ndio maana utukufu wake umekuwa ni mkubwa kushinda siku zingine zilizokuwepo katika mwaka. Lakini mbali ya hayo, maulama wanazungumza, anasema wengine ya kwamba siku hizi 10 za katika Dhulhijja ni siku bora kushinda yale masiku ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Allahu aalam, Allah anajua zaidi, lakini kuna dalili juu hayo, na Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wal fajr wa layalin 'ashr. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa alfajiri na kwa masiku 10. Na maulama wanazungumza, wanasema wa tafsir ya kwamba hizi siku 10 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia ndani ya katika aya hizi, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameapia hizo siku 10 za katika Dhulhijja. Hii kuonyesha ukubwa wa siku hizo, kuonyesha ubora wa siku hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika ya Allah haapi isipokuwa anachokiapia ndani yake kina ubora, kina ukubwa wa hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambapo alipokuwa anamueleza Musa alayhi salam na kumwambia kwamba Musa alayhi salam amechaguliwa masiku 30 ya kwenda kuzungumza na Mola wake, na mbali ya hayo, baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamwongezea siku zingine 10, na alizungumza kuhusiana na hilo ndani ya Qur'an aliposema, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha
bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tulimwahidi huyu Musa masiku 30 na tukayatimiza kwa 10, ikatimia miadi ya Mola wake mlezi masiku 40. Allah subhanahu wa ta'ala amempatia utukufu huu Musa alayhi salam wa kumpatia hizi siku na kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na mbali ya hayo siku hizo nazo zitakuwa ni sababu ya sisi kupata ukaribu, kupata rehma na kupata kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tuzitumie vizuri hizi siku 10, kwani ni siku ambazo zilizokuwa zina upekee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ubora wa hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zina fadhila zilizokuwa kubwa, zina ujira uliokuwa mkubwa, kuna baraka zilizokuwa nyingi ndani yake. Tufanye nini hizi siku 10 zikija katika maisha yetu? Tufanye matendo yafuatayo. Jambo la kwanza, tujitahidi tufunge. Kufunga ni moja katika ibada iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote mwenye kufunga kipindi hicho chote ambacho atakachokuwa anafunga, basi atakuwa anamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kila dakika, kila sekunde, kila saa ambalo wewe utakuwa umefunga, utakuwa ndani ya ibada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapata ujira katika kila sekunde mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kufunga ndani ya masiku haya 10, kwa maana ya kwamba tujitahidi kadri ya Allah atakavyotuwezesha tuweze kufunga ndani ya masiku haya, kwani hakika ya masiku haya yanabeba ubora wa hali ya juu, na Allah subhanahu wa ta'ala huyapenda matendo mema ambayo yenye kufanywa ndani ya masiku haya 10. Hivyo tujitahidi tufunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada hiyo ya funga ndani ya masiku haya. Lakini mbali ya hayo, kama tutashindwa kabisa kufunga, basi tusije tukawacha ile siku ya Arafa kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote ambaye atakifunga siku ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja, kwa maana ya kwamba miaka miwili. Subhanallah, yoyote ambaye atakifunga siku ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe dhambi za miaka miwili. Basi tukiwacha kufunga masiku mengine, tusije ikatupita siku ya Arafa. Wallahi, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nguvu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie utayari, ili tusije tukaikosa hiyo siku ya Arafa, na baada ya hapo tukakosa kusamehewa dhambi zetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, ibada nyingine ambayo tutakayofanya ni ibada ya dhikr na kusoma Qur'an. Tujitahidini sana kusoma Qur'ani ndani ya siku hizi 10, kwani hakika ujira wake ni mkubwa sana kushinda masiku mengine. Na Qur'ani katika kila aya tunayosoma, basi katika kila herufi ambayo tunaisoma kuna ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi zake ya kwamba katika kila herufi tunayosoma ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuna ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujira huo utakuwa maradufu ndani ya siku hizi 10. Tujitahidini tusome Qur'ani kwa wingi, tuzidishe kusoma Qur'ani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuplani siku zetu, tuwe tuna plani iliyokuwa nzuri kwa ajili ya kusoma Qur'ani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, tufanye dhikri kwa wingi. Tufanye dhikri sio tu baada ya sala, tufanye dhikri hata tukiwa tunatembea, hata tukiwa tunaendesha gari, hata tukiwa peke yetu tumekaa. Tujitahidini kufanya dhikri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza akasema, akthiru fi hadhihi al-ayami min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid wat-tasbih. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema engezeni kufanya dhikri katika masiku haya, akimaanisha katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Engezeni kufanya dhikri mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kusema Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illa Allah. Hizi ni dhikri ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tuwe tunazifanya ndani ya masiku haya 10, kwani yatatufanya sisi kuwa ni bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombeni msamaha mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi ndani ya masiku haya 10. Lakini mbali ya hayo, la tatu ambalo tunaweza kulifanya kwa wingi ibada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuomba dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombeni dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hizi dua ambazo tunazoziomba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombeni dua kwa wingi, tuombeni dua juu ya mambo mbalimbali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusiana na dini yetu, familia yetu, kuhusiana na afya zetu, kuhusiana na kuomba msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusiana na janna. Tuombe dua za aina mbalimbali, kwani hakika ya siku hizi ni siku zilizokuwa bora, siku ambazo zilikuwa special. Kwa hiyo hata dua ambazo tunazoziomba zinakuwa treated special mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana Allah ataziangalia dua hizi vingine tofauti ambavyo
zinavyoangaliwa dua zetu katika siku za kawaida. Hivyo tuombeni dua kwa wingi ndani ya siku hizi. Lakini jambo la nne ambalo tunaweza kufanya ni kule kuweza kufanya ama kutengeneza ukaribu na familia zetu, kwa maana ya kwamba jamaa zetu ambao wapo katika familia zetu. Tujitahidini sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote ambaye atakayeweza kudumisha uhusiano na jamaa zake katika familia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia milango ya riziki na Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia baraka katika maisha yake. Subhanallah. Hivyo tujitahidini kuweza kudumisha mapenzi baina yetu, tujitahidini kuweza kukumbukana baina yetu ndani ya masiku haya 10. Tukifanya hivyo, basi tutapata ujira mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini isiishie tu ndani ya masiku haya 10, tuendelee, kwani hakika huko ndipo kwenye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 5 ambalo tunaweza kulifanya ni kuweza kusali sala za fardhi katika jamaa. Tujitahidini sana kuzisali sala za fardhi katika jamaa, kwani hakika sala ya fardhi yenye kusaliwa katika jamaa ina ujira mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, ile ambayo itakayesaliwa ndani ya masiku haya 10, basi ujira wake utakuwa mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidini kudumisha sala za fardhi zote 5 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia katika maisha yetu, tuzisali kwa jamaa, tuweke mkakati maalum, kwani hakika ujira wake utakuwa mkubwa. Lakini mbali ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atayapenda matendo hayo mema ambayo tutakayofanya ndani ya masiku hayo 10. Mbali ya hayo, jambo la 6 ambalo tunaweza kulifanya ni suala la udhiya, kule kuchinja. Hii ibada ya kuchinja kama tutakuwa tuna uwezo nayo, basi tufanye, kwani hakika ujira wake ni mkubwa. Hii ni sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote ambaye atakayefanya ibada hii ya kuchinja, basi aelewe kwamba katika kila unywele wa mnyama huyu atapata ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, katika tone la damu, kila tone la damu linapokuwa linaanguka, basi atasamehewa dhambi zake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata ujira mkubwa, kusamehewa dhambi kwa wale ambao wenye kuchinja. Kama una uwezo, jitahidi uchinje mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi utafute mnyama ambaye atakayekuwa bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia ujira uliokuwa mkubwa na atakusamehe dhambi zako biidhnillah. Lakini mbali ya hayo, jambo la 7, tujitahidi kutoa sadaka. Ikiwezekana tuplani ndani ya masiku yote hayo tuwe tunatoa sadaka kwa wale ambao wanahitajika kusaidiwa katika jamii zetu, na inshallah chochote ambacho tutakachokitoa kadri ya uwezo utakaokuwa nao mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakujalia ujira uliokuwa mkubwa biidhnillah. Inshallah tujitahidini sana kufanya matendo yaliokuwa mema katika masiku haya 10, kwani yoyote ambaye mwenye kudumisha matendo mema ndani ya masiku haya 10, matendo yake hayo yatakuwa yanapendwa mno mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia ujira uliokuwa mkubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia baraka na rehma nyingi katika maisha yake hapa duniani na kesho akhera. Lakini mbali ya hayo, tuyafanye hayo yote kwa ikhlas, tuyafanye hayo yote kwa khushu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tuyafanye hayo yote kwa kutaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na si chengine mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tutamkuta Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yetu na atatusamehe dhambi zetu, atatujalia rehma zake na baraka zake kwenye maisha yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyoka, atujalie nguvu ya kutekeleza ibada za aina mbalimbali katika masiku hayo 10 ya Dhulhijja biidhnillah, na atujalie tu miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa mbele yake hapa duniani na kesho akhera, na watakaoingia katika jannatul firdaus. Jazakumullah khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.